Bwana, msimu wa ligi kuu baada ya kelele nyingi za usajili mbalimbali zinafanya na vilabu vyetu viwili hasa ya Simba na Yanga, ukiacha vilabu vingine vyote ambavyo vinasajili kuelekea msimu wa 2026-2027. Sasa kesho tarehe 8 kunaelekea katika tamasha la Simba Day na tarehe 9 kunaelekea na tamasha la Yanga Day, na baada ya hapo tarehe 12 inaelekea katika mechi ya Dar es Salaam Derby, Kariakoo Derby ya Yanga na Simba. Ni mechi ambayo inachezwa, tunasema sisi ni ngao ya hisani, yani ngao ya jamii. Ni mechi ambayo inachezwa kumaanisha kuwa ufunguzi mpya wa ligi 2026-2027 utaanza. Lakini kabla hapo itakuwa tamasha la tarehe 8 la Simba Day, ambapo hatutarajii sana Simba Day kushow sana viwango vya wachezaji wao katika mechi yao ya kirafiki, kwa sababu lazima wataweka hazina kwa ajili ya mchezo wa tarehe 12 wa ngao ya jamii, na tarehe 9 na kama hivyo tena Simba na nani, baada ya Simba kucheza tarehe 8 na tarehe 9 atacheza Yanga. Lakini pia tunajua kwa Yanga ataonyesha viwango vyao vikubwa sana vya wachezaji wao, kwa sababu pia wana mechi ngumu. Najua kabisa wana mechi ngumu itakayochezwa tarehe ngapi? Tarehe 12. Hilo swala moja, lakini la pili zaidi, ratiba ya CAF Champions League katika vilabu hivi vyote viwili imetoka na imeonyesha kuwa Yanga atacheza na Gaborone ambaye ya Botswana, na Simba atacheza na Mighty Wanderers ya Malawi. Katika vilabu hivi vyote viwili katika raundi hii ya kwanza, mimi naamini kabisa kwamba Simba na Yanga hasio ishu kubwa sana katika kupita katika vilabu vyote hivi viwili, kwa sababu katika hii fezi ya Simba na Yanga wameweka katika poti ya pili na hawa wameweka katika poti ya mwisho kabisa katika vilabu hivyo. Kwa hiyo Simba na Yanga wanacheza katika poti ya mwisho na vilabu ambavyo kutoka poti ya mwisho kabisa, siku kama poti ya 5. Kwa maana hiyo kuna poti ya 3, kuna poti ya 4 na poti ya mwisho. Kwa hivi ni vilabu bora, ni vilabu bora kwa yani vilabu vya mwisho kwa ubora kwa poti zote za zilizowekwa na CAF. Hivyo basi katika raundi hii ya kwanza ya Simba na Yanga katika mashindano haya ya CAF Champions League, sajili kutokuwa na upinzani mkubwa sana, labda wenyewe tu wazembea katika kupambana, kwa sababu unajua tena mpira ni dakika 90. Unaweza kaenda kinyonge ukamchukulia poa mpinzani wako, kumbe akawa bora zaidi. Lakini baada ya hapa pengine katika Simba na Yanga anaweza akakutana angalau kidogo mpinzani mgumu kidogo, Simba Sports Club, na huo naye pia Simba akiamua kupambana anapita bila wasiwasi. Lakini pia mpinzani ambaye atakutana nao pia inawezekana pia asipite kuelekea katika hatua hiyo inayofuata, na kama wote akipita na Simba naye akipita, basi watakutana. Nazungumzia hapa pia Premier de Agosto ambaye anatokea katika taifa la Angola. Premier de Agosto ni timu kidogo mzuri na viwango kidogo bora, haliyakuwa imeweka katika poti la mwisho, na huwezi kulinganisha na Simba Sports Club, lakini pia ni timu kidogo ambaye ya kuiangalia sana. Ukienda ovyo ovyo unaweza kuonesha ni shai, lakini pia Simba Sports Club msimu huu imejiandaa sana, kwa sababu kuna baadhi ya sajili imefanya, na watu hawajaangalia sana usajili wa Simba Sports Club, kwa sababu Simba Sports Club mpaka msimu unaisha ameonekana ana mapungufu katika baadhi ya sehemu tu, na ndio maana muda mwingine unaweza kusema mbona usajili wa Simba Sports Club hautishi sana, kwa sababu yeye hajasajili kwa sababu tu majina watu hawalete, ameleta kutokana na position yake, kwa sababu Simba Sports Club ukisema uifumue yote unakuwa kama unaharibu, kwa sababu katika msimu uliopita pia kuna baadhi ya wachezaji wameperform vizuri sana. Kwa hiyo yeye kasajili kutokana na kuziba baadhi ya maponga, na kama hawa wachezaji ambao wanasajili kama hawataingia katika maeneo hayo, ndio maki atafeli. Na kadhalika na Dar es Salaam Africans kuna baadhi ya sehemu kasajili, kwa sababu yeye kuna baadhi ya sehemu kubwa sana kasajili, zingine kaimarisha, zingine kasajili kwa sababu yeye alikuwa na upungufu wa namba hizo. Kwa mfano kama msimu ujao ameshatangaza kuwa kutokuwepo na Pacome Zozoa, msimu ujao hata kuwepo kabisa. Kwa maana ndio maana akajiandaa sana kusajili na washambuliaji wa maana kama hao kinapita Shaurie. Kama pale ana namba 9 ambaye ipo kama Clement Zizi anarudi. Pia namba 10 ipo kina Lani Okelo. Pia anamchukua Peter Shaurile. Ni mchezaji ambaye hahitaji nafasi nyingi kama nafasi ambazo zilizopoteza msimu uliopita. Kama atacheza kwa uzoefu wake, atacheza kwa ulinganifu wake wa matumizi ya nafasi, basi atafanya vizuri katika kupambana katika nafasi yake. Lakini pia kama
umri umeenda na ataonesha performance yake inaonekana katika umri wake ulioenda, basi inawezekana tusione katika kiwango kile, lakini pia daraja lake ni kubwa, yani daraja lake ni kubwa ukilinganisha na ligi ambayo iliyotokea. Katika pia sio ni ligi ya mojawapo ya ligi bora barani Afrika, ligi mbili bora barani Afrika. Huwezi kutoa ligi ya Egypt na ligi ya South Africa. Sasa South Africa sio kacheza tu, kacheza kwa mafanikio, kwa sababu kuna kucheza ligi kama mchezaji wa kawaida na kuna kucheza ligi kwa mafanikio. Ni mojawapo ya mchezaji ambaye alichukua kiatu cha ufungaji bora mara nyingi zaidi katika ligi hile ya South Africa. Kwa maana hiyo ni mchezaji ambaye ukizungumzia Peter Shaulile ukienda South Africa sio anamtafuta yani, ukizungumzia Peter Shaulile mchezaji ambaye mtu anakuambia what a player, ni what a player kweli kwa kipindi hiko ambaye alikuwa anacheza ya PSL South Africa. Kwa hiyo ukicheza Premier League South Africa na kucheza ligi kuu ya Tanzania, hata kama umri umeenda, unaweza kuperform kama ukiamua kuonesha effort yako ambayo ulicheza ambaye South Africa. Lakini kama akija kucheza kama hao wachezaji ambao walikuwa kuja kwa umri umeenda kweli, kama kuna mchezaji mmoja ambaye alishapiga pale wenyewe Dar es Salaam Africans ambaye watu wengine wanasema anakuja kuonyesha show ya dansa, wengine kutokana na umri ulioenda, wengine wanacheza wanasema huyu kaja kumalizia soka lake hapa, lakini sijua kama kuna tofauti wa yule na huu wa Peter Shaulile. Lakini Peter Shaulile ni mchezaji ambaye anaweza akaonesha performance bora msimu huu, na katika usajili ambao waliofanya hata tarehe 12 Simba wao nazo makini sana, ni mojawapo ni usajili wa Peter Shaulile. Simba wao wanamdharau kwa sababu kabla hapo walikuwa wanamtaka, lakini baada ya kusajiliwa wanasema mzee. Lakini ni usajili ambaye wamefanya Yanga tena kwa umakini mkubwa sana. Baada hapo anamsajili beki ambaye anaweza kucheza kama beki na anaweza kucheza kama kiungo mkabaji. Huyu beki ni beki ambaye ukimwangalia katika baadhi ya mechi zake ni ana performance kubwa sana, anakaba kutumia akili sana. Ni kaliba ya kina Lucien Delok. Kama unamuona Lucien Delok anavyocheza Simba Sports Club, ni mchezaji ambaye anacheza kwa kutumia akili sana. Anapotumia akili sana na anapotumia na nguvu sana, basi efficiency yake inaonyesha kubwa sana kulinganisha na wachezaji wengine. Hivyo basi niwatakie Simba Sports Club na Dar es Salaam Africans katika michuano bora ya kimataifa na ligi ya ndani. Usisahau pia Singida Black Stars anaenda kucheza katika mechi hizi za raundi, anaenda kucheza mechi za katika poti ambao aliwekwa, mmoja wapo anacheza katika kombe la shirikisho. Usisahau kwamba Tanzania tumepewa timu 4. Kwa maana hiyo kama atatoka hapa ataenda ligi inaanza. Kwa hiyo tunaweza pia kufikisha makundi timu 4 hizi, na tunaweza zingine zikatoka, inaweza pia zingine zikatoka, lakini Azam pekee Tanzania ndio hajaweka katika raundi ya kwanza, kwa sababu moja wapo ya timu ambazo hazijaja katika raundi ya kwanza basi Azam. Raundi ya kwanza kama ikipita, raundi inayofuata Azam ataenda kucheza na klabu ambazo moja wapo ambazo zitacheza katika raundi hii ya kwanza. Hivyo basi msimu huu unaweza ukawa msimu bora katika misimu moja hapa katika vilabu vyote hivi, kwa sababu msimu uliopita pia ulikuwa msimu bora kwa sababu vilabu viko na ushindani mpaka mechi ya mwisho. Sasa sijajua ubora wa msimu uliopita ni fall down kwa Dar es Salaam Africans au kupanda kwa Simba, lakini pia vinaweza vikatokea vyote vile hivyo vikachangia kwa ubora huo. Hivyo tushuhudie msimu unayekuja unaweza ukawa bora katika vilabu vyote viwili. Tumombe Mwenyezi Mungu uwe msimu bora, maana msimu uliopita ni msimu ambaye baada ya wachezaji kuonesha performance yao uwanjani, lawama nyingi sana zilikuwa kwa wachezaji. Ukilinganisha na msimu uliopita, na lawama nyingi sana zilikuwa kwa wachezaji, lawama nyingi sana zilikuwa kwa waamuzi. Lakini msimu huu inaonekana bodi ya ligi imeonesha msimamo mkubwa sana, na katika msimu unaokuja kuna baadhi ya sheria zimebadilishwa. Msimu huu kama wewe hujaingia vyombo vya kubadilisha nguo, huna sababu za msingi, uje unalima pointi 5 na mechi unapoteza. Na pointi 5 kwa maana zile pointi 3 na zile pointi 5 maana yake inakuwa pointi 3 na ukajumlisha pointi 2 zinakuwa pointi 5. Kama unalima pointi 5, hizo mechi umeshinda, zile pointi umepoteza, pia unalima pointi 5. Hii itakuwa inaweka awareness kwa timu zote mbili kukimbilia mambo ya shirikina. Hivyo kabla ya kuingia kwa vyombo vya kubadilisha nguo, kuona timu kuna matatizo katika vyumba hivyo vya kubadilisha nguo, lazima watoe taarifa kwa bodi ya ligi na wapime, waangalie kama hivyo itaadhibiwa timu ambayo ileweka vitu hivyo, au kama sio hivyo ataambiwa nyenye ingieni hapa, hamna shida yoyote. Nikumbushe mtazamaji wa Asham TV,
kuendelea kupata updates zetu, basi comment, pia subscribe na bonyeza alama notification ili wa kwanza kupata habari zetu pale tu tunapost. Asha Mtizi, always available. Saluti kwako.